Kwenye sera hii tunayoizindua leo, lakini bado malalamiko mengi dhidi ya watumishi wa sekta hii ya ardhi yako kwa wananchi. Ni lazima hatua kali zichukuliwe, Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Katibu Mkuu. Ni lazima msimame na muisimamie sekta hii. Tumesema ardhi ndio kila kitu. Ardhi ndio utajiri wa taifa letu. Ardhi ndio ustawi wa jamii ya Watanzania. Sasa unapokwenda kubinya haki kwenye ardhi, hili halieleweki. Lazima kuwe na hatua kali zichukuliwe kwa wote wanaorudisha nyuma utendaji wa wizara na wanaokwamisha utekelezaji wa sera hii. Tumewaahidi wananchi kuimarisha usimamizi wa sekta hii, ni lazima ahadi hii itimie. Lakini katika kuimarisha usimamizi, Mheshimiwa Waziri na management ya wizara, kuna jambo na nilikuwa nakusikiliza vizuri wakati unasema tunafanya katika ngazi hii, tunashikiana. Nilikuwa nakusikiliza vizuri, lakini kichwani kwangu nikawa nasema kama tumeweza kufanya kwenye uwekezaji, huduma zote zikawa ndani ya nyumba moja, kwenye ardhi, upimaji, usajili, usimamizi wa ardhi na utoaji wa hati, nadhani inawezekana kuwa pamoja. Na hili litawezekana kama mtakuwa na kitu kinaitwa kamisheni ya ardhi. Nimeona ndani ya wizara mna makamishna na mna kamishina mkuu wa ardhi, lakini hakuna kamishna bila kuwa na kamisheni. Sasa wanamkomisheni nani? Hebu nendeni mkalitizame muundo mpya na katibu mkuu kiongozi yuko hapa. Nendeni katizameni haja ya kuwa na kamisheni ya ardhi na kuweka vizuri majukumu ya kamisheni. Nadhani itarahisisha zaidi. Itarahisisha zaidi. Kwa hiyo kalitizameni hilo. Lakini jambo jingine, upatikanaji wa nyumba za bei nafuu. Nimeshasema kwamba tumefungua madirisha kadhaa ili upatikanaji uwe mkubwa wa nyumba za bei nafuu. Miji yetu Dar es Salaam kwa mfano, ukienda Posta, maeneo yote mpaka Kinondoni sasa hivi, lakini Kinondoni kule kama unaenda sijui wapi kule, kama unaenda huko Sayansi wapi, ukiingia kwa nyuma kidogo tu maeneo ya Mwananyamala, nyumba sizo. Sasa ukiruka juu unaona maghorofa mazuri sana yako pembeni kwa barabara, nyuma tu hapo Kwa hiyo ni maeneo ya kuyaangalia, na nimefurahi kwamba mtakuwa na ule mradi na mmesema wenyewe vizuri, mfano Msasani pale. Msasani Oysterbay hiyo hapo, Msasani hiyo hapo. Oysterbay nyumba zinaridhisha, Msasani ni bado squatter. Kwa hiyo kama mmepanga kuboresha Msasani ambao ni mradi mzuri, na nataka mkaufanye mradi huo bila kuleta malalamiko, wale mtakao wahamisha mnapobomoa, muwe tayari mna nyumba za kuwaweka temporarily, kwa muda. Mkibomoa na kumaliza kujenga, mnawarudisha na mnawakabidhia. Kwa miji yetu sasa lazima iwe na sura hiyo. Tukianza sasa, tutaweka msingi wa kote huko, kila anayekuja atafata msingi huo, kuboresha sehemu baada ya sehemu ndani ya miji yetu mikubwa, Dar es Salaam, Arusha, Dodoma hapa, Mwanza, Mbeya, miji mikubwa ile lazima iwe na sura nzuri. Kwa upande wa wizara nyingine, hapa nizungumze na wizara ya kama mnavyojua suala la ardhi linahusu serikali nzima. Wizara nyingi zimo humo, zina mchango wake. Tunapozungumzia kilimo kishamiri, sijui tunaunda makundi ya BBT, tunaunda makundi gani, tunazungumzia ardhi. Kwa maana hiyo tunapopanga ardhi
tujue kuna ardhi ya mkulima na mkulima naye aweze kunufaika na ardhi na anufaike na bei nzuri, kwa bei nzuri, kwani lazima kuna eneo tutakapojenga soko au kiwanda cha kuongeza thamani ya mazao. Ni kwamba tunapomzungumzia mkulima ametoka mashambani, ardhi ya kulima inajulikana, anapokuja huku juu anahitaji soko. Maeneo mengi tulikata masoko. Leo ukienda ukiangalia ramani, masoko yale hayapo wala hayakujengwa. Badili yake kuna maghorofa ya watu mashuhuri yamesimama kwenye maeneo ya masoko. Waliotoa ni nani? Wale waliopanga ramani kwamba hapa kuwe na soko, wamegeuka, wamewapa wenye hela yao, wamejenga vitu vingine maeneo ya masoko. Kwa hiyo tunaposema mkulima apate bei nzuri, lazima kuwe na soko la kuuza mazao yake. Tunaposema mvuvi anapokwenda kuhangaika, akija apate mauzo, apate pa kuweka kuhifadhi samaki wake, lazima kuwe na soko la wavuvi. Kwa hiyo mambo yote hayo tunapokwenda kupanga ardhi, tuzifikirie sekta zote ambazo zimo katika sekta ya uzalishaji ndani ya nchi hii. Sasa ili haya yafanyike, ni muhimu kuwa na ushirikiano na uratibu mzuri, na hapa tutahitaji ofisi ya waziri mkuu kuratibu mambo yote haya. Aidha, kama inavyoainishwa na sera hii, ni lazima kila wizara itimize wajibu wake katika kutekeleza yaliyolengwa ndani ya sera hii. Nikitolea mfano mmoja tu, Wizara ya Kilimo kama nilivyosema, au Uvuvi, lazima wote shughuli zile za kila wizara ziweze kutiliwa maanani. Kwa upande wa Wizara ya Fedha kwa mfano, jukumu la wizara hii ni kutafuta rasilimali fedha na kupendekeza hatua za kikodi zinazoweza kuleta nafuu zaidi kwenye shughuli za upimaji, ili tuweze kuongeza ushiriki wa sekta binafsi kwenye upimaji, lakini pia kuchochea ujenzi wa nyumba bora na za bei nafuu kwa vijana na wahitaji wengine. Hiyo ni kazi ya Wizara ya Fedha, mbali ya kutafuta fedha ya kufanya miradi inayosimamiwa na wizara, lakini Wizara ya Fedha itusaidie kwenye mipango ya kikodi ndani ya sekta hii, tuweze kupata fedha zaidi, kuzalisha fedha zaidi na kusimamia miradi zaidi. Kwa upande wa mamlaka za serikali za mitaa, wao wana jukumu la kuhakikisha mnasimamia mipango miji, lakini hapa sasa itakuja ile kazi ya kamisheni. Mnapokwenda kulifikiria ile la kamisheni hapa sasa, kwa sababu sasa hivi nyie mna yenu, TAMISEMI wana yao, hamuungani kwenye kufanya, na baadaye tunazalisha migogoro ya ardhi. Lakini kukiwa na kamisheni, watakoordinate yaliyoko TAMISEMI kwenu, wizara, nani, na mambo yanaweza yakawa vizuri. Lakini kwa upande wa sekta binafsi, tunategemea ushiriki wao zaidi kwa kuongeza mitaji nafuu ili kuwezesha uendelezaji wa umiliki wa makazi. Tuongeze kasi ya upimaji na urasimishaji na uendelezaji. Vile vile tuongeze uwekezaji zaidi kwenye nyumba kama nilivyosema, na zaidi tunazungumza nyumba za bei nafuu. Tunayemlenga hapa ni kijana ambaye leo anaanza maisha, ambao wanaishia huko kwenye nyumba za kupanga chumba kimoja. Vijana wetu leo wana mambo chungu mzima, lakini akipita hivi shangazi anamtizama kwa huku, akipita hivi huyu anamtizama kwa huku, mara watu wakae nje wangoje huyu kijana kapita na nani, anamtoa saa ngapi. Kwa tunalenga vijana wetu wa kike na wa kiume wanaoanza maisha leo. Vijana hawa wanamaliza shule, wanamaliza chuo, wanapangiwa kazi. Anapangiwa kazi kwenye mikoa tofauti, mbali sana na nyumbani. Akifika la kwanza anahangaika kutafuta nyumba kwa wapangaji. Anakutana na watu wa tabia tofauti. Anakutana na mambo mbalimbali. Sasa ili kumpa raha afanye kazi yake vizuri, ni vyema kule anakokwenda akute kuna nyumba inamsubiri, kazi yake kuomba, aambiwe nyumba yako hii, lipa kodi, hii hapa ni nyumba ya bei nafuu, unapata nyumba, unakaa na unajenga maisha yako vile unavyotaka mwenyewe.
Kwa sera hii tunamwangalia kijana wa leo kwenda kwenye utu uzima kesho. Lakini tuna malalamiko makubwa tu ya walimu na watumishi wa afya. Wanakokwenda kule inatulazimu serikali sasa kuhangaika kutafuta pesa za kuwajengea nyumba. Lakini kumbe shirika letu la nyumba lingepata fursa hizi kwa kushirikiana na private sector, wakenda wakajenga kule. Mwalimu popote anapopangwa ana uhakika nyumba ipo, nyumba ya maana, nyumba anayoweza kuishi na kufanya maisha yake. Na mtumishi wa afya hivyo hivyo na watumishi wengine hivyo hivyo. Kwa hiyo sera hii tunajielekeza huko, tupate washiriki wazuri na shirika letu la nyumba na miradi hii ifanywe kwa kiasi kikubwa. Kwa upande wa asasi zisizo za serikali, tuendelee kushirikiana na serikali kuwezesha malengo ya sera yatimie. Vile vile tunawategemea katika kuelimisha jamii na kushirikiana na serikali katika kulinda haki ya wanawake kumiliki ardhi. Kwa wananchi wenzangu, sera hii inatuhusu sote, na kwa upande wetu yapo tunayotakiwa kuyaelewa na kuwa tayari kubadilika. Kwa mfano, utamaduni wetu wa kila mtu kujenga nyumba yake sio tu inasababisha ujenzi na ukuaji wa miji holela na hivyo kuongeza gharama kwa serikali katika kusambaza huduma za jamii, bali pia inasababisha matumizi ya fedha nyingi na kutumia muda mwingi kwenye ujenzi. Kupitia sera hii tunatanua wigo wa ushiriki wa sekta binafsi, na hapo ndo kama yale ambayo nimeyasema hivi punde. Ni vizuri tuupokee utaratibu huu na kuuelewa ili kunufaika na nyumba za gharama nafuu, kurahisisha usambazaji wa huduma za jamii, lakini pia kutumia eneo dogo kwa ajili ya makazi na eneo kubwa kwa ajili ya shughuli za uzalishaji. Jambo jingine kwa wananchi wenzangu ni kuwakumbusha kwamba swala la usajili wa ardhi sasa ni hitaji la lazima. Hivyo tuhakikishe tunazingatia sharti hilo ili kuondoa usumbufu. Kupima kila kipande cha ardhi inalenga kulinda ardhi yetu, kuongeza thamani ya ardhi na kupunguza migogoro ya ardhi kwa kila mmiliki kutambua mpaka wake. Vile vile usajili wa ardhi unaongeza fursa za kiuchumi ikiwemo upatikanaji wa mitaji. Hivyo twendeni tukasajili ardhi yetu. Napokwenda kuhitimisha, ndugu zangu, niseme kwamba mafanikio ya sera hii yatategemea sana utekelezaji wake na mabadiliko ya kifikra. Wenzetu mlioko kwenye sekta hii ya ardhi, niseme ukweli hapa kwamba hamsemwi vizuri na jamii. Mnasemwa kwa kutoa kiwanja kimoja kwa watu zaidi ya mmoja. Wakati mwingine ni mazingira yanayofanya hivyo, wakati mwingine ni makusudi. Kuna kamdudu kale kanatembea tembea, kamdudu kenye ari ndogo. Rushwa inawafanya mfanye vitendo vya ovyo sana. Niwaombe sana watumishi kwenye sekta hii, kila mmoja sasa aseme na moyo wake, aseme na kwenda kubadilika na kuhudumia nchi yangu. Yanayotokea ni kubatilisha haki kuwa halali na halali kuwa batili. Hili Mungu halipendi hata kidogo. Mwenye haki unambatilisha, lakini asiye haki unamhalalisha. Hili Mungu halipendi hata kidogo. Kwa niwaombe sana watoto wangu, wanangu, ndugu zangu mlio kwenye sekta hii, badilike. Lakini pia mnasemwa kwa ucheleweshaji wa hati kwa makusudi. Leo nimezindua mradi wa utoaji wa hati ambao unakwenda kufacilitate, kuharakisha utoaji wa hati. Kwa hili kupitia mradi wenu ule linakwenda kuondosha hili. Hongereni sana. Hongereni sana. Lakini pia mnasemwa kwa kujilimbikizia viwanja kwenye miradi mbalimbali. Kama mnapima viwanja 3,000, basi viwanja 300, 400 ni vya watumishi wa ardhi. Vinawekwa pembeni huko, na wenye haki ya kupata maeneo yale, hata kama ni mashamba mmechukua ya watu, sema hapana,
ardhi yote yenye mali ya serikali, shamba lako ili utapata viwanja viwili hivi hapa, vilivyobaki huku kote wanapewa wengine. Kumbe mmejiwekea wenyewe akiba yenu. Hili nalo halikubaliki. Sasa mtakwenda kuumbuka kwenye utumiaji wa tehama, kwa sababu viwanja vile aidha vitakuwa havina majina au vina majina bandia, hayana national ID, hayana ile kitambulisho cha taifa. Kwa hiyo tutavijua kwamba ni vitupu na watapewa wananchi. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, kasimamie hili. Tunapokwenda kuanza utekelezaji wa sera hii, ni vyema kila mmoja katika sekta ya ardhi, lakini na TAMISEMI pia, mbadilike, msiwe mvinyo ule ule kwenye chupa mpya, kwa sababu sera ni mpya lakini watu ni wale wale na tabia ni zile zile. Hatutasogea, hatutakwenda. Lazima mbadilike, sera mpya na watu muwe wapya. Sio wapya physically, hatuwezi kuwatoa wote tukaweka wengine, lakini nyoyo zenu ziwe mpya, zibadilike na mkusudie kuifanyia kazi nchi yenu. Kwa nendeni kafanyeni kazi, msisubiri tuwabadilishe, badilikeni wenyewe, msisubiri tuwabadilishe. Lakini pia leo hii katika uzinduzi huu nimegawa vitendea kazi, nimetoa magari mangapi waziri? 70 ngapi? 70 magari 70 kwa maafisa ardhi kote huko mawilayani na wapi huko. Hakuna sababu ya afisa ardhi kukaa ndani ya ofisi tu, ni lazima mzunguke, mjue migogoro iliyoko, mjue wapi kuna nini, na muweze kutoa suluhisho ya migogoro iliyoko. Kwa hiyo gari zile mnaona pale, gari zile zikatumike kwa makusudi yaliyokusudiwa, ziende zikafanye kazi ya kuhudumia wananchi, lakini kubwa zitunzwe. Isiwe tena bwana mkubwa ushakabidhiwa gari na ni nzuri, mahadtop mazuri kweli kweli, hasa we kazi yako kukishusha sketi, umepandisha kilemba, ukishusha kilemba, au bibi ardhi tena umeshapewa lile ligari, gari linakuwa si lako bali la mwenza. Yale magari ni ya kazi. Hatukatai kupandisha wenza wenu, lakini nje ya kazi. Magari yale yakafanye kazi iliyokusudiwa. Ndugu zangu, suala la ardhi ni suala linalogusa kila mtu na linagusa amani ya nchi yetu. Ardhi hii ni amani ya nchi yetu. Kupungua kwa migogoro ni kuendeleza amani ya nchi yetu. Kila mtu akijua kipande chake na ana hati yake na umiliki wake, ni kwamba nchi yetu ina amani. Ardhi hii imeshaulisha watu wengi sana, wafugaji na wakulima kuuana, mapanga, mishare, mikuki, ardhi. Majirani na majirani wanauana ardhi. Wilaya na wilaya, la kustaajabisha mpaka serikalini, wilaya na wilaya, kijiji na kijiji, migogoro ardhi. Tunakwenda wapi? Nchi aina gani? Migogoro hii ikakomeshwe. Ardhi hii ndiyo amani ya nchi yetu. Tunawajibika kuwa makini sana kwa namna tunavyosimamia sekta hii ya ardhi. Aidha, tukisimamia vizuri sera hii itatusaidia sana kuboresha zaidi maisha ya wananchi na kuleta mageuzi zaidi vijijini, zaidi rural transformation, mageuzi kule vijijini. Ndio kwenye migogoro mingi, twendeni tukalete mageuzi, tukapunguze uhamiaji kutoka vijijini kwenda mijini. Unajua nini? Wale wenzetu mifano niloitoa kule nje, mtu yuko kijijini kabisa, nyumba yake ya ghorofa kubwa na flati yake yupo, ana umeme, ana maji, kuna maeneo ya biashara yamejengwa kijijini, kama ni supermarket haya, kama ni soko haya la kisasa liko kule, ana viwanja vya michezo. Na nimeona leo katika mradi ule wa shirika letu la nyumba,
Kuna nyumba zinajengwa, viwanja vya michezo, garden ziko juu ya ghorofa huko, watu wanakwenda kucheza. Sasa hayo tukiyaweka vijijini, tunapima eneo, viwanja vya michezo vinatengenezwa vizuri na kila kitu. Anachokiona mtu aliyeko Dar es Salaam ndicho anachokiona mtu aliyeko kule. Mtandao wa simu uko perfect, anaupata, umeme haukatiki na mambo mengine. Anakuja mjini kufuata nini? Anakuja kufuata nini? Tena kule maisha yanakuwa rahisi zaidi. Maana kama ni mihogo hanunui, kama ni nazi au makweme hanunui, kama ni malimau sijui ndimu hanunui, pera hanunui. Mjini huku unanunua kila kitu unanunua. Kwa hiyo tukiwajengea maisha mazuri kule, hakuna haja ya vijana wale kuflow kuja mijini. Watabakia kule na waendeshe maisha yao kule. Kwa hiyo sera hii iende katusaidie kubadilisha mazingira ya vijijini na hivyo kupunguza uhamiaji kuja mijini, lakini kuchochea zaidi uzalishaji. Sasa niwaombe sana, tuendeni tukasimamie rasilimali hii kwa kutambua kuwa ardhi ni ajenda ya kijamii, kisiasa na kiuchumi. Hii ardhi, siasa zetu zinatokana na ardhi, jamii yetu kustawi kwake kunatokana na ardhi, uchumi wetu ni ardhi. Kwa nendeni kasimamie mkijua kwamba Mungu amewateua kuisimamia rasilimali hii muhimu kwa nchi yetu. Nendeni mkafanye kazi mkitanguliza utu ili tufanikiwe na tusonge mbele. Baada ya kusema hayo, sasa nipo tayari kuzindua sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023. Na nimwombe sana Mungu atubariki tunavyoizindua sera hii, basi yale yote tuliyokusudia yaende yakatekelezeke vyema. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kazi iendelee. Ramadhani imepanda. Jamhuri ya Muungano